Nijipange hapa. Usione nilikuwa naruka sana ukasema atakiona. Sikiona. Toka hapa nitashiba sasa hivi. Sema amen. Sema amen. Kwa hivyo ndio vitabu ambavyo tutasonga mbele pamoja. Ujumbe wangu nataka nizungumze kuhusu God's love. Ama upendo wa Mungu. God's love. Ama upendo wa Mungu. Ningetamani sana kama mtu angesema mimi natamani nielewe upendo wa Mungu unakaa namna gani. Ningetamani sana mtu ambaye amekaa katika nyumba hii mchana wa leo aseme nalitamani sana Mungu anene nami kupitia ujumbe huu, maana kuna kitu ambacho Bwana anataka kutengeneza. Sema amen. Nataka niulize swali kanisa kabla sijasonga katika ujumbe huu. Ni nini ambacho kinaweza kukujulisha kwamba uko na Mungu? Wangapi wako na Mungu? Wangapi wanatembea na Mungu? Kwa ishara tunyosha mkono usiogope. Kuna watu hapa wanatembea na Mungu. Hebu nyosha mkono. Amina. Anapendeza alafu anarejesha. Asante sana. Mama kanisa nataka unisaidie. Umenyosha mkono nataka unisaidie. Nitajuaje kweli wewe unatembea na Mungu? Hata jana kwa sio haraka. Nakwambia nafundisha alafu nahubiri kwa ufupi kabisa. Mama kanisa ameniambia ni kwa matendo. Karibuni sana wageni ambao tunaingia. Tuko kwa mafundisho ama neno la Mungu. Vijana kama naona kuna mgeni amekosa kiti, tafadhali apate mahali akae. Viti vyetu bado kuna dhaifu kidogo lakini tunasoma mbele. Amen. Mrs. Lucas uko sawa? Bila bajea? No. Kuna kiti hapo mama, njoo hapa tafadhali. No. Wewe mtumishi. No. Tunaheshimu hiyo mafuta. No. Tunaheshimu hiyo mafuta. No. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So nataka niulize kanisa ya kwamba ni nini ambacho kitakujulisha kwamba you have God. Watu wengi wanatembea wanajipiga kifua anasema I have God. Niko na Mungu, mwingine anasema natembea na Mungu. Lakini ni nini ambacho baba hapo akiangalia atajua kweli you have God in you? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikuja hapa. Ni nini ambacho kitakujulisha ama kitanijulisha mimi kwamba uko na Mungu? Yule mama pastor pale ananiambia kwa matendo. Kwa matendo vile anafanya itanijulisha kwamba ako na Mungu. Na wewe? Huyu na maneno wewe. Sawa. Jaribu. Try. Mimi unaweza nisaidia. Ni nini ambacho kitanijulisha kwamba uko na Mungu ndani yako? Matendo. Unataka nisaidia hapo pastor? Nijaribu. Pastor. Ni nini kitanijulisha kwamba uko na Mungu? The way you are dressed. Matendo. Sasa mimi nikikuangalia hivi uko na Mungu. Usiseme tu amina, ni ukweli uko na Mungu. Nijaribu. Ni nini kitanijulisha kwamba uko na Mungu? Nijaribu. Naam. Asante sana. Amen. Tabia. Amen. Tabia. Tabia ndizo ambazo zinaweza kufanya mtu aweze kusema wewe ni Mungu. Hizo ndio zinaweza fanya mtu aseme
Kuna Mungu. Asante sana. Asante sana. Nataka niulize kanisa, kuna jamaa hapo wametoka vizuri. Walikuwa wanacheza sana hapa, hata mchungaji naye akatoka kwa support. Ni tabia si tabia? Ukiwaangalia hivyo wana Mungu ama hawana Mungu? Usiniambie wanaye naje hapo sasa. Vile umecheza hapo. Watu wana Mungu kweli? Wana Mungu kwa sababu walikuwa wadasi shetani hapa. Waabudu. When you speak about love, nataka kuzungumza kuhusu love. Pastor Moses, unahubiri vizuri baba. Uko na Mungu wewe. Kwa mtazamo wa mwingine anasema ule baba ako na Mungu. Ako na Mungu, lakini ni mimi nitaweza kunifanya mimi niseme yule jamaa ako na Mungu. Je, ni kule kuhubiri? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuonyesha kwamba uko na Mungu. Yes. Unaweza simama tu. Wewe ni mtumishi. Yes. Upendo ndio kitu pekee ambacho kinajulisha mtu jinsi alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo ndio unaoonyesha tabia ya mtu. Upendo ndio unaonyesha tabia Ndio ya mtu. unaoonyesha msingi wa mtu. Upendo ndio unaonyesha msimamo wa mtu. Unaonyesha kwamba njia yake iko wapi. Sababu alisema ya kwamba Simalize sana. Naeleza mpaka nisikie moyo. Sema amina. Sio unaweza sikia mtu anaeleza kitu mpaka unasikia moyo. Miziki unarudika. Sema amina. Sema amina. Mama Pastor Lucas, I want to speak about love. What do you understand by the term love? Hapa watu mtu anapopiga mtu. Yes. Unafikiria love. Wanasema hawa love. Hiyo ndio. Wanasema hicho ndio kitu ambacho kinaweza fanya mtu ajulikane kwamba really he or she is having God in him for now. Love. Najaribu kuimagine what is love. Saidia pastor. Yes. 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 You love. I love that. Take note on that, right? You love somebody as you love yourself. Maana yake ni kwamba kila ambacho nakitamani nitendewe na mwingine, nami nimtendee vivyo hivyo kwa mwenzangu. Na kwa sababu Mungu wetu ni upendo, anasema naliwaachia kitu kimoja ya kwamba mpendane ninyi kwa ninyi. Nazungumza na kanisa ambalo mchana wa leo wanajua upendo ni nini lakini umekufa. Wanatembea wanasema wameokoka lakini hakuna upendo. Ni kweli wanaimba vizuri lakini hakuna upendo. Wanacheza vizuri ni kweli lakini hakuna kitu kinaitwa upendo. Sema amina. Sema amina. Kama hakuna upendo, je, ni nini ambacho kimebaki? Nisomee maandiko kitabu cha Galatians chapter 5 verses number 13. Maana ninyi. Ninasema. Yes. Maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru. Anasema mliitwa mpate uhuru. Lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kuufuata mwili, bali mtumikiane kwa upendo. Maana Torati yote imetimilika katika neno
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa najaribu kuuliza maswali wakati Bwana Mungu aliponena nami habari za ujumbe huu. Nikawa ninajiuliza ni nini ambacho kinaweza kikanifanya kwamba nijulikane nimeokoka. Wapendwa, unaweza angalia mtu amevaa vizuri ukasema uko na Mungu. Unaweza angalia mtu anacheza vizuri ukasema huyo uko na Mungu. Unaweza pata mtu ni kweli anafunga siku 40 usiku na mchana, unasema huyo mtu uko na Mungu. Lakini kuna jambo moja ambalo kama limekosekana ndani yako, nasema hakuna Mungu in you. Amen. Hapo hujanipata. Yaani unasifu vizuri baba. Hata watu wakikuangalia wanasema yani yule ndogo akiimba uwepo unashuka. Yaani akiimba roho mwenyewe anashuka. Ni kweli roho ameshuka kwa wenzako, lakini if you have love, you don't have love in you, useless. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana upendo? Na upendo wa kweli umesemaje? Mpende jirani yako kama unavyoipenda nafsi. Jiulize, unampenda jirani yako kama vile unajipenda nafsi yako? Hili ndio swali ambalo nilikuwa najiuliza wakati, let me use this one, imefungwa. Wakati unapotoka unaelekea Naivas, unaenda unachukua pesa yako unaweka hapa. Moyo wako unakutuma kwamba ninaenda nikaenjoy na familia yangu. Katika ile plot kuna jirani pale, ukiangalia hali yake unaona ni mbaya. Swali langu ni je, unachukua pesa ngapi ukienda pale Naivas ukileta? Hello. Nazungumza kuhusu kitu kinaitwa ni kweli tumefanya mambo, watu wanasema tunafurahia, maana ukijiangalia unajiona uko sawa, uko na Mungu. Lakini tunapoangalia kitambulisho ambacho kinaweza sababisha baba poli waambiwa uko na Mungu, ni kitu kinaitwa upendo. Je, upendo unapatikana? Mstari wa 16 anasemaje? Yes. Soma 15 anasemaje? Lakini Yes. mkiumana, Sikia, anasema maneno haya nataka uyashike vizuri. Anasema nimeangalia kanisa la Wagalatia. Wanatembea kwa umoja, ni kweli. Wanakaa pamoja, ni kweli. Wanasifu pamoja, ni kweli. Lakini wakati anawaangalia Paulo, anasema kuna kitu kimoja kinakosekana. Watu hawa wamekosa kitu kinaitwa upendo. Na ndio maana labda pengine kuna mahali walikuwa wamekwama. Paulo akasimama, anasema ni kweli watu tunatembea pamoja, lakini kuna kitu ambacho hakisongi mbele. Na ni kwa sababu gani? Anasema lakini mkiumana, na kulana, angalieni, msije mkangamizana. Hapo wapiga makofi. Halo? Anasema angalieni mtakapokulana na kuumana. Ninazungumza na kanisa ambalo wanasema wameokoka lakini wanakulana. Nazungumza na kanisa ambalo wanasema tunaenda mbinguni lakini wanaumana. Halo? Wacha niseme. Sema umbea ni dhambi. Kusengenya ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza na kanisa ambalo unapozungumza nao unazaona kweli hao watu tunaongea lugha moja, lakini wakitoka pale wanaumana na kulana. Yaani wakitoka pale wanasengenya mwingine, wakipata mwingine wanasengenya na huyu. Sikia nikwambie, upendo hauko katikati yenu. Amen. Nitaenda huko ni polepole, ndio maana nimesema leo nafundisha alafu mpili narauka. Sema amina. Sema amina.
Sema amina. Paulo anaambia watu, ikiwa mnataka kusonga mbele, ikiwa mnataka huduma isonge mbele, ikiwa mnatamani huduma itamarike, ikiwa mnatamani watu waseme mnashiriki kanisa gani, maana wanatamani kuja, anasema Paulo, ni kitu kimoja ambacho mnafaa kuacha: kuumana na kulana. Kuangalia jirani yako makini, mwambie umekula wangapi na umewaona wangapi. Haleluya, haleluya. Tunazungumza upendo, na ndio maana asubuhi nikawa nazungumza habari za yule mwanamke kahaba ambaye alifumaniwa akizini na akapelekwa kwa Yesu. Alipopelekwa kwa Yesu, maandiko yanasema walikuwa wamemleta pale wamjaribu Yesu atasema nini, lakini Yesu akainamisha kichwa chake chini akachora pale, akachora. Nikawa nauliza washirika asubuhi, maana ya kuinama alikuwa anachora nini? Wakawa watu, nikawaambia kumbuka alichokuwa akiandika, alikuwa anaandika sheria 10 ya kwamba usiue, usizini, usitamani mtu wa jirani yako. Na ukumbuke wakati ule alikuwa anatembea na umati wake. Yesu alikuwa na wanafunzi wake kina Petro, alikuwa na wanafunzi wake kina Yohana, alikuwa nao wengi kina Filipo, lakini maandiko yanasema alipoinua uso wake na kuambia haya, yeyote ambaye hajatenda dhambi awe wa kwanza kumtupia jiwe. Alafu Yesu akaregesha tena kuinama chini. Alipoinua uso hivi, akapata yule mama hopo alikuwa anamtegemea amepotea. Yule Filipo anasema yuko wapi Filipo naye? Wakamwacha yule mama ambaye alikuwa amefumaniwa pale. Yesu anamwambia, wako wapi wale washtaki wako? Wako wapi waliokuleta? Wako wapi walioleta habari zako? Yesu anamwambia ya kwamba enenda mwanamke, lakini usitende dhambi tena. Yesu anakuwa na huruma, na kila kitu ambacho kilikuwa kimepatikana ni kitu ambacho kinaitwa God's love. Kulikuwa na kitu kinaitwa pendo la Mungu, ndio maana likasababisha msamaha ukapatikana. Nazungumza na watu wako hapo na waongeleshani. Sema amina. Hawaongeleshani na wanashiriki vizuri, wanasifu vizuri, na kiuliza mnasifu Yesu yupi? Amen. Lakini ukiwaona wamefunga vileso vizuri, wanatembea, unasema there is God. Kuna Mungu. Anajua kusoma vizuri huyu ndugu. Hata akikosekana wakati mwingine anasema atakayenisomea maandiko ni nani? Nasema kuna Mungu. Lakini upendo Kuna. tunakula pamoja bwana. Sahani moja. Sahani moja. Akiingiza, akitoa na mimi naingiza. Wakati mwingine tunabahatika tunaingiza sote pamoja. Yesu asifiwe. Anafurahia, tunafurahia, tunacheka. Lakini ikiwa ndani ya moyo kuna kitu ameweka na hajasamehe, hana upendo, ile nyumba kufikia mahali simame itwe nyumba haiwezi, kwa sababu kuna kitu hatuelewani. Nini kinaweza fanya tuelewane? Ni kitu kinaitwa upendo. Sikia maneno haya. Nataka nizungumze na kufanya maneno hapa kwa matendo. Ukitoka hapa uangalie ule ulimuuma. Amen. Na sijui kama utaweza, maana mtihani. Yule ulimuuma. Na hapo ndio kwenye kifungo. Maana hapo Mungu ndiye anaangalia upendo wako. Kama ujiita kushinda, sikia nikwambie, basi tayari njia ya uzimani ishakushinda. Kama njia hiyo itakushinda ya kutafuta mtu, maandiko yanasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Haitasema na mtu mmoja, haitasema na mke wako, imesema tafuteni kwa bidii. Neno kwa bidii si rahisi. Amen. Unafikiri kwenda mahali mpaka ukasema naomba unisamehe, unafikiri neno rahisi?
Mwingine anasema nikamwambia msamaha ni mjinga. Mimi labda niwe si Duma mwenyewe. Mimi nikakae na mke wangu nimwambie hapa kwenye nakosea hapa, naomba nisamehe. Mimi labda niwe si mchanga. Ndio jambo si mswali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna maroho makaidi na yako makanisani yanasikiliza. Maroho uwaji yako makanisani yanasikiliza. Lakini yamekosa kitu kinaitwa suluhu. Na suluhu inapatikana wapi? Inapatikana kwa kitu kinaitwa upendo. Kama hakuna upendo ndani yako, msamaha hauwezi kupatikana. Sasa Paulo anatuonya. Anasema angalieni, mnasifu vizuri, mnakuja kwa maombi vizuri, yaani mnapendeza vizuri, lakini Mungu anapotuangalia anasema kuna kitu kimoja kimekosekana, ambacho hiki kingepatikana ndani yenu, hakika kanisa lingetamanika. Nikawa najiuliza ni nini kilisababisha kanisa la kwanza liwe na moto? Love. Angalia yule mwanamke mpumbavu na msee mwingine mpumbavu ambaye waliuza sehemu ya shamba, wakasemezana, wakapanga chama, wakasema sehemu ya Mungu inafaa kuwa hii, lakini wakachukua fulani wakasema hii wacha tufiche kwa sababu ya faida zetu, tupeleke kiasi hiki kwa Mungu. Walipopeleka pale, sema walipopeleka pale, madhabahu ilikuwa na waka moto. Madhabahu ilikuwa na waka moto. Wale watu hawakusurvive. Wanafika pale wanadanganya roho wa Mungu. Na wanadanganya roho wa Mungu. Hili ilisababishwa nini? Ule moto ulikuwa unatoka wapi? Moto ule ulikuwa unapatikana kwa sababu kanisa walikuwa wameshikana na watumishi. Kanisa walikuwa wamejiconnect na mbingu. Wako pale wametengeneza real love. Yaani hakuna aliyesema maji haya ni yangu. Yote yalikuwa ni yao. Leo hii kuna watu ambao tunazungumza lugha moja hapa mdomoni, lakini kwa moyo we are much separate. Lakini hata toka nje nakwambia tuko pamoja, lakini hata kuonyesha kwa matendo, maana upendo unaambatana na matendo. Sasa kama yeye mtazungumza mwelewane hapa, halafu asitende, automatically there is no love. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo na mambo mengi. Upendo na familia mambo mengi. Kani wanawake ambao walikuwa na mmoja kuna busara, mwingine hana busara. Wako mahali wanafua. Kule nyumbani kuna watu wanafua misarani. Ndio msara. Damu. Hizo damu pale mahali maji usaraundi. Likawa limebaki na maji pale. Wanawake wanakusanya nguo zao, wanaenda pale mtoni, wanafua. Sasa sikia, mwanamke mwenye hekima huwa anachuja cha kusema. Wakati akifua, hata labda pengine mwanamke aliota ya kwamba alikuwa safarini na akawa amelemewa, akasema sasa wacha nipumzike kidogo. Akajipata kweli kwa kitanda kimenyesha. Mvua imenyesha. Sasa pale anafua, lakini anafua mapupu, masusu, lakini amenyamaza kwa sababu ya upendo. Halafu kuna mwingine yeye anasema, na anasemeshwa na kitu kidogo chenyewe, anasema hiyo nguo basi anaivaa wiki nzima. Huyo mtu huyo nani mimi ananisinya. Anafua pale lakini anazungumza. Mwenzake pale anafua kitu kingine ambacho kinaibu lakini hazungumzi. Ameficha kwa sababu ya kitu kinaitwa upendo. Mke mwenzako mwambie umeficha mangapi ya Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. God's love. Na hiyo ndio kitambulisho ambacho watu wanaweza sema kweli huyu mtu ako na Mungu. Upendo. Maana Mungu ni upendo. Soma nami kitabu cha John 13.
Yes. Ya moja. 34. Yes. Biblia inasema Yes. amri mpya nawapa, Biblia inasema amri mpya nawapa. mpendane. Sikia hapa, hajasema mcheze. Anasema amri mpya nawapatia. Hajasema muende mkishiriki kwa zoezi la kufanya kwaya. Anasema amri mpya nawapa. Amri mpya hii ni gani? Mpendane. Anasema mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Nanyi mpendane vivyo hivyo. Sema amina. Sema amina. Biblia inasema hivi ya kwamba amri akawaambia wanafunzi wake Yesu, amri hii nimewapa, mpendane kama nilivyowapenda mimi. Angalia kama najiuliza ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Pendo la namna gani ambalo ilimsababishia mpaka awekwe katika msalaba, agongelewe misumari. Nikawa nauliza alifanya nini? Huyu jamaa alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Alikufa kwa sababu sisi tukapata kukombolewa. Yaani mtu anajitoa mwili wake. Huu upendo sijui nitaueleza namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka niueleze hivi. Wacha niondoe microphone kwa sababu ya usalama. Kwa sema amen. Hawa ndugu zetu wengine wa ile dini nyingine, mtu anaweza fika mahali akaamua kumeza kitu kinaitwa bomu. Malengo ni kwamba asafiri aende nchi ya mbali, akajilipue, afe ni kwa ajili ya mambo ambayo pengine hayaendi sawa. Na yuko tayari kujitoa, aseme nitumeni mimi niende nikamalize hilo kanisa. Nitumeni. Na achukue kitu ameza ambacho ni hatari. Na akifika hapo sisi kwamba kitalipuka, yeye asigurike, anaenda na kikilipuka na yeye naye ni mwisho wake. Lakini amejitoa. Sijui kama you feel that. Amejitoa. Anasema kama nikufa, nitakufa. Nilizaliwa siku moja na nitakufa one day. Anabeba msalaba wa watu wengi. Anasema nipatieni mimi nilichokifanya kimeze na nitaenda nitatimiza. Hivyo ndivyo ilikuwa wakati wa Yesu. Anasema nitume mimi Baba. Sauti ya upole ikasikia. Anasema ya kwamba nitume mimi Baba nami nitaenda kukomboa ulimwengu. Akaja duniani, akafa msalabani. Ni kwa ajili ya mimi na wewe kukombolewa. Wapendwa, ona upendo huu ulipotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo wa kwanza umeisha. Pendo lile la kwanza lishaisha. Anaambia watu ya kwamba kaeni, lakini amri hii nimewapa. Mpendane ninyi kama jinsi nilivyowapenda mimi. Ndio maana ukisoma Yohana 3 pale kuna maneno yanayotamka. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Uliwahi kujiuliza ni jinsi gani hata ile jinsi ya umbea ikasababisha Mungu aseme wacha nishuke duniani nikatulize umbea? Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hii jinsi hii ni jinsi gani ya hali ya kuchafuka, lakini Mungu anasema nitamtoa mwanangu wa pekee atafe duniani. Hilo pendo. Ni wangapi wanaweza kuwa na pendo na namna hiyo ya kwamba wanapoona mwenzi wao anateseka waseme tunabebeana mzigo kama hivi. Fulani ameumia, tunabebeana mzigo maana huyo ni wetu. Ni wangapi wapendo ambao wanaweza kuwa na pendo na namna hiyo? Lakini saa hii tumekuwa Wakristo wa kusema tumetangaziwa kuna mwenzetu pengine anaumia, tunasema hiyo wacha apambane na hali, apambane na hali yake. Lakini siku yaje na wewe nao utapambana na hali hiyo. Ukipambana na hali hiyo, nao watu watasema wacha naye apambane na hali yake. Ikifikia hapo kutakuwa na upendo. Haya, hiyo mbingu yenye tutakuwa tunahubiri kwamba tunaenda mbinguni ni gani? Kuna watu hapo kuangalia they are very smart. Wanasema sisi tunaenda heaven.
Heaven is our place. Bwana Yesu asifiwe. Heaven is our place. Lakini hivi tunazungumza, kuna mtu amebeba mtu ndani ya miaka 5 iliyopita, amembeba kwa moyo. Nazungumza na mtu live yuko hapa. Kuna mtu ameweka mtu kwa moyo ni zaidi ya miaka mingapi? 5 iliyopita. Anasema huyu kama nikumsamehe nitamsamehe tukifika huko mbinguni. Sikia nikwambie kule hakuendi msamaha, kule kinachoenda ni ile roho yako ikatengenezwa tena iko mahali ambapo tayari itakuwa imeshajichagulia. Ndio maana sasa hivi tulibadilisha wakati na kuzika. Nitakwambia Mungu iweke roho yake mahali alipo Jichagulia. Aliambia mtu hivyo, akamwambia roho yako Mungu aiweke mahali pema peponi usiku. Kwa sababu gani? Alikuwa ameenda, alafu ile sadaka ilitolewa pale kwa mazishi. Jamaa akabeba, ilikuwa 20,000. Alipohesabu hivi, elfu ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka 20, akasema na mazishi haya kweli kwangu imenoga. Akainua juu akasema, Mungu nakuomba mtu huyu roho yake iweke mahali pema peponi usiku huo. Akafuata. Akaambia sasa nionyeshe pale mahali roho yangu itaenda. Maana mtu alijinyonga na nimwambia aende mahali peponi. Peponi hapaende, maana alijinyonga. Tutampeleka wapi? Sema amina. Amen. Sema amina. Haina sahihi kama kuna wakati wa kutengeneza kitu kinachoitwa msamaha ni sasa. Na kama si sasa ni sasa hivi. Unaweza kuona kitu kinakuwa hukumu wakati kwenda kwa mtu mwambie Mungu naomba unisamehe, unaweza ona hukumu sana. Lakini nataka nikwambie hiyo ndio kitambulisho ambacho kinaweza kujulisha kwamba wewe really you have God in you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii secretary amewapa ya kwamba mpendane ninyi kama yeye alivyotupenda. Mpendane, yani wewe na patience. Mlivyo. Yaani mngekuwa mmekaa hivyo hata kule mbinguni nako mkifika mpate siku za kupanda na hivi. Yaani ukiangalia yule ambaye ulikuwa ukisifu naye hapo nyuma, kweli yuko hapo. Ukiangalia kale kapisi kenye ameweka ni kweli ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ningependeza namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Ningependeza namna gani? Ilikuwa ni amani kiasi gani? Ile kama inasumbua sana. Tunasonga naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni pendo la namna gani hili wapendwa? Ambalo tunafaa kushirikiana. Ni pendo la ajabu, pendo ambalo Mungu wetu ametupatia. Nataka tumalizie na kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 13 pale kuanzia ule mstari wa kwanza. Yes. Yes. Biblia inasema, Anasemaje? nijaposema kwa lugha. Asikia sasa. Nataka tuende kwa makini hapa. Anasema nijaponena kwa lugha. Hata pasa niingie hapa. Nianze shakarabara. Niongee kwa lugha, ninene kwa ndimi. Nifanye yote kwa ndimi. Maandiko yanasema hata nijaponena kwa lugha. Yaani hata nijaposema kwa lugha ambayo wengine hawaielewi. Anasemaje? Nijaposema kwa lugha za wanadamu, Yes, na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii, sikia, hata nijapokuwa na unabii, wakujua siri zote, na maarifa yote, suria, hata nijapobarikiwa na unabii, nikifika hapa nikiangalia naweza sema wewe shuka kwa hiyo madhabahu mahali kwenye umekuwa leo. Toka, anasema toka wewe. Nirudi nikae, mwingine aje ni wewe, nimekwambia je shuka. Ashuke. Maana nimejaliwa na unabii wa ajabu. Nimejaliwa na ufunuo wa ajabu wa kipekee. Lakini maandiko yananiambia hata nijapojua siri zote za ufalme wa mbinguni, nijapohubiri kwa lugha, nijapohubiri mpaka watu wabarikiwe waseme hakika we have seen God today, hiyo hali kama sina upendo ni bure baba, ni bure. Anasemaje? Tuone hilo kitabu nataka nimalizie. Anasema, Yes.
Ijapokuwa nina imani. Nijapokuwa na imani, sikia kumbe hata imani. Yes, timilifu. Kiasi cha kuweza kuhamisha milima. Si cha kuweza kuhamisha milima. Kama sina upendo. Si kitu mimi. Si kitu gani kuhamisha milima baba? Sieti kwamba utaenda pale mahali kuna ule mlima wa Zongo basi ukasema kwa jina la Yesu. Hamisha uondoke na. Wakati anaposema kuhamisha milima, hapo utapopewa neema ya kuwa magonjwa unayombea yanaondoka. Unapokemea pepo anatoka. Hiyo ndio milima ambayo Mungu alikuwa anazungumzia. Sema amina. Sema amina. Ndipo hata utapopewa neema ya kukemea mapepo yatoke. Hiyo ujue ni karama. Ni karama. Mke mwenzako mwambie ni karama. Kwa mtu ashamewa amepona, hiyo ni karama. Ni karama. Na Mungu anaweza kumpatia mtu yeyote ili mjoli wake akombolewe. Sema amina. Lakini kitambulisho halisi cha kuonyesha mtu ako na Mungu ni kitu kinaitwa upendo. Tena nikapitia mahali kwa mtumishi famous, mtumishi Ezekiel. Nikafika pale mahali kaona ile kanisa imejengwa vizuri. Alafu nikaona ile magari yalikuwa yanaingia pale. Yalikuwa ya ajabu. Watu wanaenda kwa sababu mtu akiongelewa mkono, baba anarudi amepona. Kisha sasa nasema kuna karama ya kipekee hapa. Kuna karama ya kipekee. Waruningo akiangalia hivi, kuna watu wanaenda na mikongojo yao na wanaiacha. Ukweli huo? Kweli. Ukiangalia kuna watu wanaenda na mikongojo yao vizuri na wanaiacha wapi? Hapo. Lakini wanajiuliza kuna kusedi ngapi ambazo zimewekwa? Pale ilikuwa ni wangapi baba ambao wako pale hawatembei? Alafu unavuka hapa unaenda Tanzania kwa kusedi. Watu wakakombolewa. Kwa maruninga tunaonyesha watu wanapona, wanarudi gari zao zinaachwa. Imani. Lakini wacha tusiingie sana. Nataka niseme kile ambacho nilikuwa nataka kutoa ni kwamba hata uwe na imani kama ya Pastor Ezekiel. Akarama. Asante. Una karama ya kuombea watu wapone. Hata wakifika pale wakikanyaga kile madhabahu tayari mtu anatoka amepona. Kama hana upendo, hiyo kazi yenye anafanya kama hana upendo. Sasa ukaniimagine vile watu wamekusifu, wamesema ile madhabahu ina moto. Ile madhabahu hakika inanena mema. Halafu la ajabu ni kwamba ikifika kule mbinguni, halafu hata wewe ukashuhudia ni kweli yule jamaa alikuwa akiombea watu na kupona ndio huyu, na pale mahali alipo anakwambia mama Patience, naomba tunisaidie uchove tu ncha ya kidole kwa maji akisikie Wangu. Kwani hii maneno yenyewe unaona haiwezekani? Inawezekana kama wakati ule wa tajiri alipofika pale anaona ni kweli jamaa yule ambaye alikuwa amemdharau Lazaro yuko kifuani mwa Ibrahimu na enjoy. Mahali alipojipata tajiri akajipata kwa mateso. Anauliza nitafanyaje? Eti anaambia watu sasa, basi bwana naomba mtume Pastor Tupa aende huko duniani sasa. Akawaambia watu waache dhambi zao, maana wakija mahali kwenye niko watakiona. Anaambiwa kuna kina Libya huko. Kama hata wasikiliza kina Libya huko, hao nao watakuja wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Tuzungumze kuhusu kitu kinaitwa upendo. Kama kanisa lingelijua kwamba tushike kitu kinaitwa upendo, mambo mengi hapa yangekuwa yamefanyika kitambo sana makubwa. Lakini tunapozungumza mambo mengi yamedelay kwa sababu we don't speak one language. We don't have unity. Kweli. Sikia Amos 3:3 anasema, je, watu wawili wanaweza tembea pamoja wasipokuwa wamepatana?
hawezi. Na ndio maana tumerudi nyuma, Mama Patience. Mazoezi hakuna tena ya kwaya, ya worship yako tena. Kuna ukijiuliza ni nini kwamba watu wanaongea lakini hawatendei pamoja, hawaelewani. Lakini wakati tunazungumza tuna neno naweza sema hapa ni kweli kuna Mungu, lakini upendo ushapoa kati ya ndugu. Nyakati hizi tunazoishi ni nyakati za uovu. Wapendwa, tuangalie kitu kinaitwa upendo. Nimejaribu sasa, kuna majuma kama mawili kabla niende kwa msiba nyumbani, kuna majuma kama mawili tumetembea kwa walemavu. We do support them. Tunaenda uko na robo square napeleka. Na walifurahia, wanaishi kweli. Watu wanaupenda. Ikiwa tunaweza kufanya hivyo kanisa, tutasonga mbele. Hatutang'ang'ana eti tuje hapa tuhubiri ndio tutoe mapepo. Hatutang'ang'ana. Ikiwa kanisa litakaa katika pendo la kweli, nyumbani kuwe na upendo wa kweli, mpaka ukitoka unasema naenda kuombea mume wangu abarikiwe. Huo upendo huo wewe uko. Hatutang'ang'ana, tukifika hapa mapepo yanatoka yenyewe. Lakini saa hii tutaweka mikono, tuongeza na miguu. Bado anatuangalia na sasa sitoke. Wewe mwambie pepo mkali. Na mwambie pepo, namwambia toka sitoki. Toka sitoki. Wewe nani? Wewe nani? Unajibishana naye. Nani? Jamaa kaenda kuomba mahali akasema, "Ninakukelewe pepo kwa jina la Yesu ambalo lilihubiriwa na Paulo." Akaambiwa, "Paulo namjua na Yesu namjua. Wewe ni nani?" Na jamaa karudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akarudi nyuma. Mavazi yakararuliwa. Kwa sababu gani? Hawakutambuliwa na mapendo. Kuna kiwango lazima tufike mahali wapendwa, tutambue kwamba sisi ni kina nani katika nyumba ya Mungu. Na hiyo yote itaunganishwa na kitu kinaitwa upendo. Naweza nimalizia. Enda ina. Ninasema Yes. upendo huvumilia. Sikia. Upendo huvumilia. Upendo hufadhili. Upendo hausudu. Upendo hausudu. Upendo hautakabari. Upendo hautakabari. Haujivuni. Haujivuni. Haukosi kuwa na adabu. Haukosi kuwa na adabu. Hautafuti mambo yake. Hautafuti mambo yake. Hauoni uchungu. Hauoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Hauhesabu mabaya. Haufurahii udhalimu. Haufurahii udhalimu. Haufurahia Kuna wasomi wengi wa Biblia wataendelea, John uachie pale. Sema amina. Sema amina. Nataka nikwambie kitu kinaitwa upendo huvumilia. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo unafadhili. Maana ya kufadhili ni kwamba ukipata mtu ana shida fulani, una uwezo wa kusimama naye kumsaidia katika ile hali na atoke akiwa salama. Ule ndio upendo. Hauhesabu mabaya. Wakati maandiko yanasema huvumilia ni kwamba kuna wakati utapitia mazito katika upendo, lakini wakati unadumu katika pendo la kweli hautachoka. Hautachoka. Nazungumza na watu ambao wamechoka, wanasema hii ndoa wanaikimbia hapa. Kimke vizuri mwanzo kumwambia huo si upendo wa kweli. Pendo huvumilia. Kila omena wiki moja shukuru. Kuna mwenzako hiyo ya omena amekosa. Vumilia. Kiwa na dera 3 shukuru Mungu. Kuna wenzako hawana ni moja. Kauka ni kuvae na maisha yanafanya nini? Wacha kutabisha wazazi. Wanang'ang'ana kila kafasho likitoka na wanasema nataka kutoka nako. Unawaumiza wazazi. Nampenda baba yangu humpendi. Nampenda mami humpendi. Kwanza unakuwa ni mnafiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tarudi tena. Upendo
hapa, uende nao nyumbani, toke nao nyumbani, uende nao kazini. Upendo. Maana Mungu ni upendo. Kwa hivyo kama hautapenda, wewe si Kristo. Maana God is love. Bwana Yesu asifiwe. Na upendo hauhesabu mabaya. Kuna watu wako hapa lakini wanahesabu yale ambayo walifanyiwa. Ako na idadi, ako na diary. Yaani kuna kitabu aliandika. Anakumbuka hata ile siku fulani alimfanyia kitu fulani, akaandika na tarehe yake. Akianza kutoa utashangaa, maana aliweka kwa diary. Anasema hiki nacho siwezi nikasahau, ameweka. Endo kichome. Bwana Yesu asifiwe. Enda uchome kabisa, tena mwambie Mungu nisamehe. Alafu rudi katika pendo la kweli. Enda mwite mahali. Siku kuna vijotele hata hivi vidogo vidogo hivi. Ukienda pale unapata chapati ni 15 bob. Maharage unaweza sema staki ile 20 ukasema niweke surua ukawekea. Mwambie njoo hapa my sister. Njoo hapa brother, tukutane kwa kile hoteli mahali fulani. Kifika pale mpatie mkono wa amani, mwambie ndugu, ni kweli nilikuwa ninaongea mengi. Moyo wangu ulikuwa umevunjikiwa niliposikia hiki na hiki ulikisema. Moyoni nikawa nimekubeba, lakini sasa ndugu yangu, wacha tu nisamehe kwa moyo wangu na tufanye huduma ya Mungu. Na hilo ndio upendo la kweli. Washindi wangempigia Yesu makofi. Hilo ndio upendo la kweli. Tafuta tu mahali pazuri kwa wakati mzuri, nyite share. Mwambie hii dunia hatuwezi kuwa tunaweka vikombe mahali pamoja kwa kabati na vikosa kugongana. Katika maisha ndio hivyo, kuna wakati tunakanyagana. Katika dunia kuna wakati tunafinyana. Lakini kufinyana haijamaanisha kwamba tuangamizane. Kuumana tutaumana, lakini tukishaumana tukae pamoja tujadili na tusonge mbele. That is life. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile ya kusema hii siwezi nikasamehe mpaka mbinguni, ni makaa umejiwekelea. Na utaenda kuungua smart ukiwa na mavazi yako smart. Yaani ukiwa na nywele zako smart, unajipamba vizuri ndio ukaungua vizuri. Yaani si kwa kubahatisha, yaani vizuri. Unaungua tu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikimalizia nataka nikwambie, kama umejua kitu kinaitwa upendo, basi nataka nikupatie jinsi ya kuenenda. Patie jinsi ya kuenenda. Nisomee kitabu cha Efeso 5 mstari wa 15. Ephesians. Yes. Biblia inasema, Yes. basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Anasema basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Si kama watu wasio na hekima, Si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni zama za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Msiwe wajinga. Biblia imetumia hii neno. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Nani anakubali kuitwa mjinga? Tumeshaona. Kisikia mahali watu wanasema wewe ni mjinga, na wewe huwa unasikiaje? Niambiaje wewe? Mimi tamwona Jumapili nitakutana naye kwa hapo kanisani, lazima atakuja. Atajua ajui. Hapo Jumapili nitapambana naye. Tena wewe usisubiri hata sifa ishe. Hapo hapo. Kama nisana naye hapo, na mwita tu tayari na mmuulize. Mimi ni mjinga nifanya nini? Biblia inasema ya kwamba angalieni jinsi mnavyoenenda mkikomboa na wakati. Alafu anasema kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Msiwe wajinga. Bakizo mstari, msiwe wajinga. Bali mfahamu nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Kama kuna kitu natamani, ni kitu kinaitwa mapenzi ya Mungu. Unaishi dunia nzima lakini kile unapigania
ni kujua siri za ufalme wa mbinguni, ni kujua Mungu anataka nini katika maisha yangu. Na hii yote inafanyika na itafanyika wakati umekuwa na upendo wa kweli. Maana tumeambiwa tusiwe wajinga. Basi kama tusiwe wajinga, tutembee pamoja kwa upendo. Tutembee pamoja Kwa upendo. Wangapi walikosewa hapa? Nyosha mkono kama kwa hapa walikosewa. Si kweli kitu ambacho kinatoka kwa moyo. Kuna watu ambao walisaidika mpaka ule mwisho. Wakati Yesu ameangikwa pale msalabani, wanaume wawili wakawa wamekuwa pale. Mwingine akainuka akamtusi Yesu, anamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, si ujiokoe na utuokoe na sisi. Lakini mwingine akagundua makosa yake, akasema, sisi tumewekwa hapa kwa sababu ya makosa yetu, lakini huyu mwanaume amewekwa hapa kwa sababu gani? Akageuka anamwambia Mungu, anamwambia Yesu, naomba unikumbuke ukifika kule kwa Baba. Maandiko anasema akiwa pale kwa msalaba, anasema kwa sababu hiyo tutakuwa pamoja hivi leo paradiso. Amen. Kama unafikiria alisamehewa akiwa ameenda hapo. Ndipo anasema niko tayari kusamehe. Na usiseme tu kwa sababu ya kufurahisha umati. Yaani useme kule moyoni unahisi kama nataka kuforgive. Hata mimi nahisi kuforgive. Maana hakuna kitu ambacho kinaweza kufanya nikawa salama isipokusamehe. Andiko yako wazi kabisa. Wakati ile sala ya Bwana inafundishwa watu wanayaongea yale maneno kirahisi, lakini kuna maneno mazito pale alitumia. Anasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Anafika mahali anasema, utusamehe dhambi zetu kama sisi tunavyowasamehe wanaotukosea. Sasa hapo ndio kwenye mtihani ya kwamba wakati unaomba usamehewe, swali langu ni je, wakati unapokiri unasema kama sisi nasi tunavyowasamehe wanaotukosea, je, unasamehe? Simama kwa miguu yako. Nataka ujihoji.